Muda huu mambo ya uwasiliano yamefungwa, kiwanja cha ndege Airport Nyerere kimefungwa, safari za mikoani zimesimamishwa, watu wananchi wa Dar es Salaam hakuna kutoka, wote wanafungwa, wako katika manyumbani kwao. Hata na bara huko Zanzibar hakuna safari za maji, inakuwa ni shida kuona iweze kuwaunganisha na Watanzania wa ndugu zao. Kwa hiyo sasa imeleta machafuko mabaya sana katika nchi ya Tanzania. Mpaka sasa inafikia kuona wale wanaoandamana, imebidi sasa wameanza choma station, wamevamia chuo cha polisi wakachoma, hata wamefikiria kuvamia hata isi wa nchi. Hiyo sasa maandamano kwa muda huu inaonekana hata wale wanamuziki ambao walikuwa wanapinga katika channel hii ya Rwanda News Information. Tunawakaribisha sana wale wandugu ambao wanaotufuata katika channel hii ambao wanaelewa lugha ya Kiswahili. Tunahitaji sasa tuwafikishie taarifa ya habari kutoka nchini Tanzania mbele ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi hadi muda huu. Mbele ya uchaguzi inaonekana kwamba viongozi wa chama cha CCM wamefanya bidii kwa kuweza kufunga viongozi wa vyama vingine kama vile kiongozi Tundu Lissu, kwa kuweza kujiepusha wakati wa uchaguzi. Hao viongozi ambao wana nguvu, wakati walikuwa wanaoga kwamba uchaguzi unaweza ukabadilika, hata CCM inakosa kura. Kwa hiyo sasa, wandugu wasikilizaji wapenzi, hiyo imekuwa shida. Hata bwana Tundu Lissu amefika mahakamani, hata na mambo ambayo walikuwa wakimshtaki ikaonekana ni ubatili mtupu. Kwa hiyo sasa, baada ya hayo, viongozi wa CCM baada ya kufunga wa viongozi tofauti wa vyama tofauti, imebidi sasa wameandaa uchaguzi, na baada ya hiyo uchaguzi umefika. Uchaguzi huo umeanza tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka wa 2025. Kwa hiyo sasa katika uchaguzi huo pamezuka mgogoro mkubwa sana kutokana wanachama wa vyama vya upinzani nchini Tanzania. Hao wanachama sasa imeonekana wameanza maandamano siku kwa siku. Kwa leo inakuwa muda wa siku 3. Maandamano hayo yanawasha moto. Maandamano hayo sana hasa wa vijana wa Gen Z ilibidi waungane na wenzao ambao waliotoka Kenya kwa kuweza kufanya maandamano makali katika nchini Tanzania. Baada ya hayo sasa, kwa muda huu maandamano yameshika sasa sura mbaya sana, kwa sababu katika muda huu mambo ya uwasiliano yamefungwa, kiwanja cha ndege Airport Nyerere kimefungwa, safari za mikoani zimesimamishwa, wananchi wa Dar es Salaam hakuna kutoka, wote wako katika manyumbani kwao. Hata na bara huko Zanzibar hakuna safari za maji, inakuwa ni shida kuona iweze kuwaunganisha na Watanzania wa ndugu zao. Kwa hiyo sasa imeleta machafuko mabaya sana katika nchi ya Tanzania. Mpaka sasa inafikia kuona wale wanaoandamana, imebidi sasa wameanza choma station, wamevamia chuo cha polisi wakachoma, hata wamefikiria kuvamia hata isi wa nchi. Hiyo sasa maandamano kwa muda huu inaonekana hata wale wanamuziki ambao walikuwa wanapinga, ambao walikuwa
wanapinga chama hichi cha CCM. Inaonekana kwamba kuendelesha njama zao kwa kuonesha kwamba chama cha CCM kimegeuka sheria na katibu za nchi. Lakini sasa wale wanaoandamana pia wanavamia manyumba kwa wale wanamuziki ambao wako kwa upande wa CCM, hata na kuchoma na ndio maana kwa hiyo naweza nikawaelezea wandugu kwamba hata Platinum Diamond amekimbia nchi Tanzania kutokana na machafuko hayo. Sasa mpaka muda huu uchaguzi tulikuwa tunasubiri kura gisi zitapohesabiwa, na kura hizo kwa ukweli zimehesabiwa. Imeonekana chama cha CCM, mama rais Samia Suluhu ameweza kupata ushindi kwa kiwango cha 90.66. Hapo sasa ndio habari ambayo inafikia kwa muda huu. Tunasubiri sasa kuona kwamba chama cha CCM na askari polisi na wengine ambao wanaweza leta mchango kwa kuweza kutuliza hali hizo. Pamoja na hiyo, Rais Museveni na Rais Ruto wa Kenya walikuwa wakihitaji kuonana na yeye mama rais wa Tanzania ambao ameteuliwa, kwa kuona waweze kuongea jinsi ya kumsaidia katika shida hizo kama jirani wazuri. Kwa hiyo sasa sisi kama vile watangazaji wa habari tusioegemea upande, tunakubali yale yaliyotoka katika uchaguzi na kumpa hongera mama Samia Suluhu kwa ushindi wake, na Mungu amsaidie kutia Tanzania katika hali ya utulivu. Kwa hiyo sasa, wandugu wasikilizaji wapenzi, ndio kutoka nchini Tanzania, tunawashukuru sana, na tutakuwa tunawaendelea taarifa tofauti katika lugha ya Kifaransa, Kiingereza, Kiswahili, Kinyarwanda, hata na zingine zitakapowezekana. Nashukuru sana bwana mtangazaji kwa kuwa umenipa muda huu wa kufafanua vizuri hali ya uchaguzi huko nchini Tanzania. Asante bwana mtangazaji. Asante bwana mtangazaji. Asante.